Kwingineko, siku chache tu baada ya matokeo ya mtihani wa darasa la 8 kutangazwa, sasa viongozi wa maeneo ambayo wanafunzi hawakufanya vyema wanapanga mikakati ya jinsi ya kuinua hadhi ya shule katika maeneo hayo. Katika kaunti ya Garissa, gavana wa eneo hilo amewataka walimu wakuu ambao shule zao hazijafanya vyema kuachishwa kazi. Je, hii ni hatua itakayochukuliwa kote nchini na itakubalika? Agnes Penda ana mengi zaidi. Ni katika mkutano na maafisa wa elimu katika kaunti ya Garissa baada ya matokeo mabaya ya mtihani wa KCPE kushuhudiwa eneo hilo, ambapo gavana wa Garissa Nadif Jama aliamrisha kufutwa kazi kwa walimu wakuu wa shule za msingi na za upili za umma ambazo hazikufanya vyema kwenye mitihani ya kitaifa. Those teachers who have stayed in schools for 4 or more years and their schools have continued to underperform less than 200 points would not need to carry that baggage any longer. Kwa mojawapo ya hatua alizopanga kuchukua, the government, we will give all financial support that may be required to hire new replacement teachers immediately. Swali ni iwapo wenzake watafuata mkondo huo katika kuadhibu walimu na kuwashurutisha wengine kuhakikisha shule za umma zinaanza kung'aa na kuchukua nafasi waliopokonywa na shule za kibinafsi. Hatua hiyo tayari imezua mjadala iwapo walimu wanapaswa kulaumiwa wakati wanafunzi wanafeli mtihani au kosa nyingine wanafunzi, japo walimu wa shule za umma wamepata lawama ya kutowajibika vilivyo. Unajua kama public school walimu wanakuwa watu ni wazebe. Wengi wamejadili kuwa sio walimu wanaopaswa kulaumiwa, kwani kunazo changamoto nyinginezo zilizochangia wanafunzi kutofanya vyema. Juu mwalimu tuseme kama darasa moja liko na watoto 60 na nyingine iko na watoto 20 to 15 ama 25. Kwa hivyo wewe ukaliganisha, itabidi hata venye mwalimu atajitolea na hata watoto wenyewe. Shule za umma zimeshindwa kupata alama sawa na zile za kibinafsi kufuatia changamoto kama kutokuwepo kwa vifaa muhimu mashuleni, hasa madarasa wala madawati. If you go to public schools, you will find that they are overcrowded, all right, and then the facilities are so poor. The teachers, are not as well motivated as in the private sector. Katika maeneo kama Garissa, yakisiwa hali ya usalama ni moja wa sababu za matokeo mabaya. Na hata walimu wa shule za umma kutoridhishwa na malipo yao, hivyo basi kwa lazimu kugoma. Japo huenda hatua ya gavana wa Garissa ikawa mojawapo wa suluhu, serikali inafaa kuangalia kwa kina sababu zote zinazosababisha wanafunzi wa shule za umma kurudi nyuma. Agnes Penda, KTN leo.